Kwanza, wakulima, wafugaji na wavuvi muendelee kutumia matokeo ya tafiti zinazofanywa na taasisi zetu za utafiti. Chagueni mbegu zilizoidhinishwa, ziangalieni kalenda za kilimo na tumieni huduma za ugani zinazotolewa na serikali na sekta binafsi. Tambueni kuwa ushindani wa soko la leo unahitaji ubora wa bidhaa na uzalishaji wenye kuzingatia viwango. La pili, nawasihi wafugaji kuendelea kufuga kisasa, kuzingatia chanjo, utambuzi wa mifugo na uzalishaji unaolenga soko. Mifugo ni mtaji mkubwa wa taifa, hivyo ni wajibu wetu kuitunza, kuitumia, kuongeza kipato cha kaya na mapato ya nchi. La tatu, kwa wavuvi muendelee kutumia mbinu endelevu za uvuvi na kuachana na vitendo vinavyoharibu mazingira ya bahari, maziwa na mito. Serikali itaendelea kuimarisha ufugaji wa samaki na kuongeza thamani ya mazao ya uvuvi ili kuongeza ajira na mapato. 4, taasisi za utafiti na elimu ya juu kuendelea kufanya tafiti zinazotoa majibu ya changamoto halisi zinazowakabili wakulima, wafugaji na wavuvi. Ubunifu unaofanywa na maabara unapaswa kuwafikia wananchi kwa wakati na kwa lugha rahisi ili uwe na manufaa katika kuongeza uzalishaji. 5, maafisa ugani, ninawakumbusha kuwa ninyi ndio daraja kati ya serikali na wazalishaji. Hakikisheni mnawafikia wananchi vijijini, mnawapa elimu sahihi na kuwasaidia kutumia teknolojia mpya. Huduma za ugani zisitolewe wakati wa maonyesho haya tu, bali ziwe endelevu kwa mwaka mzima kwa wakulima na wafugaji. 6, sekta binafsi, taasisi za fedha kuendelea kuwekeza katika uchakataji wa mazao, uhifadhi, usafirishaji, bima ya kilimo na huduma za kifedha. Ushirikiano kati wa serikali na sekta binafsi ndio msingi wa kujenga sekta ya kilimo yenye ushindani mkubwa. Lakini lingine, wakati maonyesho haya yanafanyika, maonyesho ya mwakani yatafanyika tena mwezi wa 8, ni wakati wa AFCON, ndio tunaanza AFCON. Kwa hiyo mjue kwamba kuna fursa kubwa ya kufanya biashara. Mzunguko wa pesa utakuwa mkubwa, idadi ya watu watakuwa wengi. Kwa wakati wa mwezi wa 8 AFCON inaanza, naamini kabisa tukiwa na maonyesho yenye bidhaa nzuri, yenye hadhi nzuri, mnao uwezo wa kuanza kupata masoko ndani na nje ya nchi, kwa sababu tutakuwa na wageni wengi, lakini pia na watu kutoka mikoa mbalimbali watakao kuja kupata fursa ya kuja katika mkoa wa Arusha. Kwa hiyo maonyesho haya yalivyofana kwa safari hii, naamini yale ya AFCON ya mwakani yatakuwa mazuri zaidi kwa ajili ya kuona soko kubwa, kwa maana ya kuwa na watu wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tukajipange kwa haya yote tuliojifunza leo, kwa haya yote tulioonyesha leo, basi mwakani yawe mazuri zaidi, na naamini sisi kama viongozi tulioko maonyesho haya tutashirikiana na kamati kuhakikisha yanakuwa na viwango vya hali ya juu sana.